Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina naitwa Jumanne Mpinga, mkurugenzi mtendaji wa shirika la kiraia la Education Gate for Tanzania. Wallahi alhamdu, tumepata fursa ya kufanya program ya iftar katika chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, ambapo wallahi alhamdu tumeweza kufuturisha zaidi ya wanafunzi pamoja na walimu wengine zaidi ya watu 500. Wallahi alhamdu, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Lengo letu ilikuwa ni kufuturisha katika mpango wetu ilikuwa ni kufuturisha watu 500, lakini kama ilivyokuwa mafundisho ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, chakula cha mtu mmoja wanakula zaidi ya watu wawili. Kwa hivyo tumeweza kufuturisha zaidi ya watu 500. Tunashukuru sana, wallahi alhamdulillah, tunashukuru. Na kikubwa iftar hii kama ilivyo katika mafuhumu ya dini yetu ni zaidi ya kufungua kinywa baada ya kuwa umefunga siku nzima ya Ramadhani, kama ambavyo imekuwa ni lazima sisi kama walivyokuwa walikuwa kabla yetu. Lengo pia katika iftari hii ni kuoneshana mapenzi, kuonesha kuhurumiana, wale wasio na uwezo na wale ambao wana uwezo kukutana pamoja. Unakuta katika miezi mingine ni ngumu, si rahisi sana kuwakutanisha watu ambao wana kaliba tofauti tofauti. Hawa ni matajiri na hawa ni maskini, kuwaweka wakaweza kushare chakula kwa pamoja. Lakini katika mwezi huu wa Ramadhani tunapofuturishana namna hii hapa, tunapata fursa ya kuwakutanisha watu wa namna mbalimbali, matajiri na maskini, kwa wakati wanakutana kwa pamoja. Na haya ndio maisha halisi, kwamba wakati wote katika miezi mingine tunakuwa tumeshapata funzo katika mwezi huu wa Ramadhani kwamba inawezekana kuishi matajiri na watu wakati na watu wa chini, inawezekana kuishi kwa pamoja. Na kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamwomba zaidi atuwafikishe katika hii ibada. Tunashukuru pia kwamba tumeweza kushirikiana na ndugu zetu Somunji Baba kutoka Uturuki ambao wametufadhili iftari hii. Hawajatufadhili tu hii iftari, lakini pia jana tumeweza kugawa vyakula kwa ajili ya iftari pamoja na daku kwa shule ya sekondari ya Mzumbe, lakini pia na katika jamii na pia katika kituo cha yatima cha Raya ambacho kiko Morogoro. Wallahi alhamdu. Kwa tunawashukuru sana ndugu zetu wa Somunji Baba kutoka shirika la kimataifa la kielimu ambalo tunafanya nalo kazi kwa hapa Tanzania. Tunashukuru sana, tunawashukuru wadau wote ambao wameshirikiana na sisi. Kwa niaba ya ofisi ya Saidi Sekondari tunatoa shukrani za dhati kwa ndugu yetu Mr. Mpinga kwa kutuona kwamba na sisi tunafaa kuwepo katika siku ya leo ambayo tumepata iftari katika chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Vile vile kwa upande wa wakuu wa shule, sisi wewe sio mgeni kwetu. Kwa kweli huwa unatutembelea kupitia taasisi ambayo upo, umefanya mambo makubwa sana katika shughuli zetu, hasa ya kuchimbia visima vya maji. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa kuendelea kutuweka katika kipaumbele chetu. Mwenyezi Mungu alipe kila linalofanya jema. Tumekuja hapa kujumuika na huu ni upendo ambao tunaupenda sisi, ni mteja ambao unatusupport sisi, tuko na wewe kuwajua. Labda niseme vichache tu kuhusiana na KCB kwa sababu tumepata opportunity hii na mimi mzangu. KCB ni benki ambayo tuko Morogoro, mtaa wa Omar Road. Tuna mahusiano mazuri na taasisi ya ndugu yetu pia. Mungu nadhani anafahamu, tumekuwa na ushirikiano mzuri. Tuna both conventional facilities na Islamic facilities. Kwa hiyo kama mko wale wanaosomea fedha na Islamic banking ya Sahal Banking, tuna all types of facility, tuna murahaba, tuna facilities nyingi ambazo unaweza kuja kujifunza, kuuliza, na we believe that we are one of the few banks ambazo tuna engage with Islamic banking. So for those who are doing business studies, you can come to Morogoro branch and probably walk into my office and then you can
just one or two issues about Islamic banking because we do it practically. Ni kwamba benki haisubiri benki nzuri na ni benki ya kisasa, tuna platforms za digital banking, tuna internet banking ambapo sasa hivi unaweza kufanya benki katika kiganja chako tu as opposed to coming to the bank na vitu vingi tu ambavyo facilities zingi ambazo tunazozitoa ni kwa sababu short notice tu, lakini mimi kama ni wanafunzi you should have the courage to come to the bank, hasa wale wanaofanya biashara, come to the bank na usikizi kutaji ya polisi, just come to the bank and ask things. This is how we learn things.